Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania siku ya leo. Kuna ripoti zimeenea tangu maandamano kuanza kuwa kuna raia ambao wanadaiwa sio raia wa Tanzania ambao wameingia Tanzania kinyume na sheria kuzua uhalifu. Sasa jeshi la polisi asubuhi hii limezungumza hatimaye na kutuma taarifa hii muhimu kwa Watanzania wote asubuhi ya leo. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikusomee ujumbe huo kutoka kwa jeshi la polisi. Mtazamaji, jeshi la polisi nchini Tanzania limetoa onyo kwa umma na kutoa tahadhari kuhusiana na uwepo wa raia wa kigeni wanaodaiwa kuingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu, kujeruhi na vikiwemo vitendo vya ukatili na fujo hadharani wakati wa maandamano. Taarifa hiyo iliyotolewa kutoka kwa makao makuu ya polisi mjini Dodoma Novemba tarehe 2 mwaka 2025 usiku inakuja wakati Tanzania ikiwa imegubikwa na mvutano kufuatia uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 wenye utata na maandamano yaliyofuata nchi nzima kupelekea kuweza kupigwa marufuku ya kutoka nje, huku uhaba wa chakula, mafuta pamoja na interneti ukiweza kutangazwa. Mamlaka zinadai kuwa baadhi ya watu hao wanajifanya kuwa wafanyikazi wa ndani, wakiwemo waendesha pikipiki na kibiashara, huku wakidaiwa kujihusisha na vitendo visivyo halali na vitendo vya uhalifu nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa hizo za polisi, taarifa zinaeleza kuwa wageni hao ambao wameingia kinyume na sheria nchini wametambulika kwamba wanafanya shughuli zao katika mikoa kadhaa nchini ikiwemo Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza na Songwe. Mikoa hii pia imekuwa kitovu cha maandamano makubwa tangu kutangazwa kwa ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi wa marudio. Hata hivyo, polisi wanadai kuwa vitengo vyao vya upelelezi vinafuatilia kwa karibu hali hiyo ili kuhakikisha kuwa watu wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu visivyo halali wanakamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria ya Tanzania. Mtazamaji, nikirejelea barua hiyo ndefu wa magazeti hilo la polisi ambalo lilichapishwa na msemaji wa polisi mtandaoni. Nikinukuu barua hiyo, iliandikwa hivi kama unavyotazama kwenye screen yako: taarifa kwa umma. Jeshi la polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ovu ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo za bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni gani ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au wapige simu katika nambari hiyo unayoitazama. Asipotoa taarifa na watu hao wakakutwa nyumbani kwake au eneo lake la biashara, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani. Mtazamaji, taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Jeshi la polisi limewaonya zaidi raia dhidi ya kuhifadhi au kutoa makazi kwa raia yoyote wa kigeni wasiyemfahamu ambaye uwepo au shughuli zake zinaonekana kutiliwa shaka. Mamlaka zilisisitiza kwa yeyote atakayepatikana akiwa mwenyeji au kushirikiana na watu kama hao anaweza kukabiliwa na madhara makubwa ya kisheria. Katika muktadha wa maandamano yanayoendelea Tanzania, onyo hili limezua mijadala mikali ya umma, huku wakosoaji wakipendekeza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuhalalisha ukandamizaji wa serikali dhidi ya wapinzani na kuweka machafuko hayo kuwa yanaathiriwa na watendaji wa nje na wala sio wa Tanzania. Wakati mvutano huo ukizidi kupamba moto, jeshi la polisi nchini Tanzania limewataka viongozi wa mitaa wakiwemo wakuu wa mikoa na wilaya, makamanda wa polisi na wanajamii kuripoti mara moja tabia zinazoatilia shaka. Taarifa hiyo pia ilitoa nambari ya simu kwa raia wote wa Tanzania kuwasiliana na dharura au wakati wa kutambua uwepo wote wa kigeni unaohusishwa na shughuli zisizo halali. Katika ripoti za awali, tahadhari za aina hiyo zimekuwa zikitumika nyakati za machafuko, lakini hili ni agizo kuu la kwanza kutolewa tangu uchaguzi wa Oktoba na kuitumbukiza Tanzania katika machafuko ya kisiasa. Wataalamu wa usalama wanaamini kuwa muda wa tangazo la polisi si la kubahatisha. Uchaguzi na maandamano ya Tanzania yameongezeka zaidi ya wiki iliyopita,
huku shutuma za wizi wa kura na vitisho vya wapiga kura vikitawala mijadala ya umma. Serikali imekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa vyama vya upinzani na uangalizi wa kimataifa kwa madai ya kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na kulazimisha kuzima kwa mtandao wa interneti ili tu kudhibiti habari. Mawasiliano rasmi kutoka kwa makao makuu ya polisi yalikariri kujitolea kwa jeshi hilo kulinda amani na utulivu wa kitaifa. Polisi walisisitiza kuwa vyombo vyote vya sheria na ulinzi vinashirikiana kulinda usalama na kuhakikisha Tanzania inasalia kuwa taifa salama licha ya machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi. Taarifa hiyo pia ilisisitiza kwamba ulinzi wa maisha na mali unasalia kwa kipaumbele cha kwanza hata kama mivutano inaendelea kuenea katika mikoa mingi. Arusha na Mwanza, maeneo ambayo yametajwa mahususi katika taarifa ya polisi, viongozi wa waandamanaji wameishutumu serikali kwa kutumia simulizi ya uingiaji wa kigeni ili kukandamiza harakati za upinzani. Wanasema kuwa Watanzania wanaoingia mitaani ni raia wa kawaida wanaoonyesha kuchoshwa na uchaguzi wanaouona kuwa ni wawizi na sio wao wanaofanya uhuni. Hata hivyo, vyombo vya habari vya serikali vimeunga mkono msimamo wa polisi, vikionyesha maandamano yanayoendelea kuathiriwa na mawakala wa kigeni wasiojulikana wenye nia ya kuyumbisha nchi. Serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan imeendelea kukaidi licha ya ukosoaji wa ndani na kimataifa kufuatia ushindi wake wa kishindo kwa takriban 98% ya kura. Vyama vya upinzani vikiwemo Chadema vimekashifu uchaguzi huo na kusema kuwa ulikuwa udanganyifu na haramu. Maandamano hayo yaliyoanza kwa amani baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi yaliongezeka haraka na kusababisha makabiliano makali na vikosi vya usalama na kusababisha ripoti za vifo na majeruhi. Taarifa ya polisi inaonekana kuwa sehemu ya juhudi pana za serikali kudhibiti simulizi na kudumisha mamlaka. Huku kukiwa na maandamano, kukatika kwa mawasiliano au interneti kumezidisha mzozo huo. Mtandao wa kijamii unasalia kuwa na vizuizi kwa sehemu katika maeneo kadhaa Tanzania na kuzuia ufikiaji wa habari huru. Kukatika huku kumelaaniwa na mashirika ya haki za binadamu ambayo yanasema kuwa hatua kama hizo zinakiuka uhuru wa kujieleza na kuzuia uwajibikaji. Kwa hivyo uchaguzi na maandamano ya Tanzania yamekuwa kitovu cha wasiwasi kwa vyombo vya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Haki za Watu ambayo tayari imetaka uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Wakati machafuko hayo yakiendelea, balozi wa kigeni nchini Tanzania zimetoa tahadhari na onyo kwa raia wao. Ubalozi wa Uingereza hivi majuzi ulishauri dhidi ya safari zote isipokuwa za muhimu, ikitaja uhaba wa chakula, mafuta na pesa taslimu pamoja na ukosefu wa utulivu unaoendelea. Ubalozi wa Marekani pia umeitaka serikali ya Tanzania kurejesha upatikanaji wa mtandao na kuhakikisha uwazi katika kushughulikia malalamiko ya baada ya uchaguzi. Mchanganyiko wa maandamano ya ndani na shinikizo la nje umeweka mkazo mkubwa kwa utawala wa Rais Samia unapotaka kudhibiti udhibiti. Hayo tu mpenzi mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na ripoti au tahadhari hii ya polisi iliyotolewa leo. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Endapo utafanya hivyo, kitakuelekeza katika ripoti ya taarifa zetu kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea sasa hivi nchini Tanzania.